Kwa mwaka wa fedha 2023/2024 nimefanya jumla ya kaguzi 1485 za aina mbalimbali zikihusu kaguzi 1301 za hesabu za fedha, kaguzi 15 za ufanisi, kaguzi maalum na kiuchunguzi 52, kaguzi za mifumo ya tehama 105 ambazo zimefanyika katika taasisi 78 na kaguzi za kiufundi kwa njia real time audit 12. Mheshimiwa Rais, kuhusu kaguzi maalum na kaguzi za kiuchunguzi 52 ambazo nimefanya, kati ya hizo kaguzi 44 zilitokana na maombi kutoka kwa wadau mbalimbali na kaguzi 8 ziliibuliwa na ofisi yangu kwa mujibu wa mamlaka niliyopewa kikatiba na kisheria. Maombi ya kaguzi yalitolewa na mamlaka zifuatazo. Kaguzi 30 zilitoka vyombo vya uchunguzi ambavyo TAKUKURU, DCI na DSEA. Kaguzi 9 zilikuwa kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kaguzi 3 zilitoka Ofisi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kaguzi 2 zilitoka kwa wakuu wa taasisi za serikali. Hadi kufikia sasa, kaguzi 44 zimekwisha kamilika na taarifa zake zimetumwa kwa wahusika waliowasilisha maombi, huku kaguzi 8 zikiwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi. Katika mwaka wa fedha 2023/2024 nimetoa jumla ya hati 1301, ikiwa ni ongezeko la hati 92 ikilinganishwa na hati 1209 zilizotolewa mwaka wa fedha 2022/2023. Kati ya hati hizo nilizotoa mwaka huu, hati 220 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, hati 218 zinahusu mashirika ya umma, hati 513 zinahusu serikali kuu, na hati 19 zinahusu vyama vya siasa, na hati 332 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo, hati zinazoridhisha kwa maana hati safi ni 1295 sawa na 99.5. Hati zenye shaka ni 5 sawa na 0.4. Hati mbaya ni 1 sawa na 0.1, na hakukuwa na hati ya kushindwa kutoa maoni. Kwa ujumla, hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha na unaimarika, na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaaji wa hesabu za kimataifa. Mheshimiwa Rais, taasisi ambazo zilipata hati zenye shaka na hati mbaya ni zifuatazo: Kiwanda cha Dawa Keko, Bodi ya Chai Tanzania, Chuo cha Sukari cha Taifa, Shirika la Posta Tanzania. Hayo ni mashirika ya umma, na miradi ya maendeleo ilikuwa ni halmashauri ya wilaya ya Rumeru, mfuko wa afya wa pamoja, na chama cha siasa cha National Reconstruction Alliance NRA kilipata hati mbaya. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niende kwenye hali ya utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Katika ripoti ya ukaguzi wa miaka iliyopita nilitoa mapendekezo kadhaa yaliyokusudia kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma na kuboresha ukusanyaji wa mapato hapa nchini. Mheshimiwa Rais, natambua juhudi kubwa za serikali katika kufanyia kazi mapendekezo ninayoyatoa kwenye ripoti zangu za ukaguzi. Hii ni pamoja na ofisi yako kutoa miongozo mingi juu ya kushughulikia mapendekezo ya ripoti zangu. Katika hili, Mheshimiwa Rais, naomba niruhusu nimpongeze kwa dhati Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka kwa kuratibu zoezi la kusimamia utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi kupitia kwa makatibu wakuu ambao ni maafisa masuhuri. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, naendelea kuweka msisitizo wa mapendekezo haya kutekelezwa kwa ukamilifu wake ili kuhakikisha matumizi bora ya fedha na rasilimali zingine zinazotumika katika kutekeleza shughuli mbalimbali za serikali zinazolenga kuwaletea wananchi maendeleo. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Mheshimiwa Rais, naomba tukae. Juni 2024 deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, kwa fedha 2022/2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na 18.36%. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais,
Tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni 23.6% ya pato la taifa, chini ya ukomo wa 40%, na deni la jumla ni 41.1% ya pato la taifa, chini ya ukomo wa 55%. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni 127.5%, chini ya ukomo wa 180%, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni 14.5%, chini ya ukomo wa 18%. Mheshimiwa Rais, niende kwenye mapato ya kodi. Ukaguzi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania umebaini kuwa katika mwaka wa fedha wa 2023/2024 jumla makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hili ni ongezeko la shilingi trilioni 3.49 ambalo ni sawa na ongezeko la 15.46%. Licha ya ongezeko hili, Mheshimiwa Rais, makusanyo haya yalikuwa chini kwa shilingi bilioni 659.61 sana 2.5% ya makadirio ya shilingi trilioni 26.725. Makusanyo ya kodi, Mheshimiwa Rais, yalichangia 56% ya mapato yote ya serikali. Niwapongeze TRA kwa juhudi zao za kukusanya mapato na kukaribia kufikia malengo ambayo yamekuwa yakiwekewa na serikali. Mheshimiwa Rais, katika mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa, mamlaka za serikali za mitaa zimekusanya jumla ya shilingi trilioni 1.23 ambayo ni zaidi ya makisio ya shilingi trilioni 1.14. Halmashauri 110 zilivuka malengo yao ya makusanyo huku halmashauri 72 zikishindwa kufikia malengo. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio hayo niliyotaja, ukaguzi wangu umebaini mapungufu kadhaa katika ukusanyaji wa mapato kama ifuatavyo. Kwanza, kesi za kodi zinazosubiri maamuzi za shilingi trilioni 9.83. Mamlaka ya Mapato Tanzania ilikuwa na kesi 1186 za kodi zenye jumla ya shilingi trilioni 9.83 zilizokuwa bado hazijatatuliwa katika mahakama za rufaa za kodi kwa Tanzania bara, kwa maana Court of Appeal of Tanzania, TRAT na TRAB. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa serikali za mitaa, mamlaka 14 za mamlaka ya serikali za mitaa zilitarajiwa kukusanya shilingi bilioni 45.61 kupitia mawakala wa mapato, lakini zilikusanya shilingi bilioni 19.49 zikiwa ni upungufu wa shilingi bilioni 26.12. Upungufu mkubwa zaidi ulionekana katika halmashauri 6 zifuatazo. Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam ilipanga kukusanya kutoka kwa mawakala kiasi cha shilingi bilioni 15, lakini ilikusanya bilioni 3.4. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni ilipanga kukusanya bilioni 10.25, lakini ilikusanya bilioni 5. Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo ilipanga kukusanya shilingi bilioni 3.1, ilikusanya shilingi milioni 909. Halmashauri ya Jiji la Mwanza ilipanga kukusanya bilioni 3.6, lakini ilikusanya bilioni 1.6. Halmashauri ya Wilaya ya Kibondo ilipanga kukusanya shilingi bilioni 2.1, lakini ilikusanya milioni 635. Na halmashauri ya Wilaya ya Babati ilipanga kukusanya shilingi bilioni 2.5, lakini ilikusanya bilioni 1.47. Mheshimiwa Rais, napendekeza management za mamlaka husika zisimamie kwa karibu utekelezaji wa mikataba na kuhakikisha mikataba inajumuisha kipengele cha dhamana kwa fidia pale mawakala anaposhindwa kutimiza masharti ya mikataba. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wangu pia ulibaini kuwa halmashauri 37 zilikusanya shilingi bilioni 3.45 ambazo hazikuwekwa kwenye akaunti rasmi za serikali. Hali hii inaashiria uwezekano wa ubadhirifu wa fedha za umma na kusababisha ucheleweshaji wa kutoaji wa huduma muhimu kwa wananchi. Napendekeza serikali isimamie kwa ufanisi utekelezaji wa utaratibu wa kisheria unaolazimisha mapato yote yanayokusanywa kuwasilishwa benki ndani ya masaa 24 hadi 48 baada ya kukusanywa. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa mashirika ya umma. Napenda kutambua juhudi za serikali kupitia mashirika ya umma ya kibiashara 31 ambayo yalifanikiwa kupata faida katika mwaka wa fedha 2023/2024.
Miongoni mwa mashirika hayo ni Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC ambalo lipata faida ya shilingi bilioni 248.75, Shirika la Nyumba la Taifa NHC shilingi bilioni 242.9 na Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA shilingi bilioni 140.48. Mheshimiwa Rais, lakini katika kipindi hicho cha mwaka wa fedha 2023/2024 mashirika kadhaa yaliendelea kupata hasara, jambo linaloashiria uwepo wa changamoto za kiutendaji na kiuongozi. Hali hii inahitaji ufuatiliaji wa karibu na kuchukuliwa hatua za haraka za kiusimamizi ili kuhakikisha mashirika hayo yanafikia viwango vya tija na ufanisi vinavyotarajiwa. Shirika la Reli Tanzania lilipata hasara ya shilingi bilioni 224 ikilinganisha shilingi bilioni 102 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kupungua kwa mapato ya usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabehewa, pamoja na mvua kubwa iliyosababisha kufungwa kwa njia kwa miezi minne. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 29.01 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku hizi zingetolewa, shirika lingepata hasara ya jumla ya shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii inahusu kipindi kilichoishia tarehe 30 Juni 2024 kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya standard gauge kwa maana SGR. Kwa mapato ya SGR hapa hayapo. Mheshimiwa Rais, napendekeza Shirika la Reli Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi wake ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza gharama. Liandae mpango wa kina wa kupata injini za treni na mabehewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji ipasavyo. Mheshimiwa Rais, Shirika la Ndege Tanzania, Kampuni ya Ndege Tanzania. Mheshimiwa Rais, Kampuni ya Ndege Tanzania ilipata hasara ya shilingi bilioni 91.8 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliopita. Hasara hii ilitokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini ambapo ndege za aina Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiria injini. Pia shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 99.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kama ruzuku hii isingetolewa, hasara halisi ya shirika la Kampuni ya Ndege ingefikia shilingi bilioni 191.6. Napendekeza Kampuni ya Ndege Tanzania ishirikiane na serikali kufanya utafiti kuhusu njia nzuri zaidi za uendeshaji wa ndege kwa kuzingatia masuala ya kifedha na kiuchumi ili kuongeza ufanisi wa uendeshaji. Mheshimiwa Rais, Shirika la Mawasiliano Tanzania